Mambo vipi? Leo ni Jumamosi nyingine safi sana ambapo nakupakulia tu masuala yanayohusiana na uhamisho katika ligi mbalimbali barani Ulaya. Kumbuka sasa hivi ndio klabu nyingi ziko busy sana katika masuala ya uhamisho. Kwa hiyo tuanzie katika klabu ya Arsenal ambapo sasa hivi tunavyozungumza kuna kiungo wa Uhispania Martin Zubimendi yuko mjini London hivi sasa tunavyozungumza, ambapo anafanyiwa ukaguzi wa kimatibabu katika klabu ya Arsenal kabla ya kukamilisha uhamisho kujiunga na The Gunners kutokea klabu ya Real Sociedad. Kumbuka dili lake lilikuwa limekamilika mapema tu na ilikuwa ni amalize likizo yake ahamie upande wa pili kule kufanya ukaguzi wa kimatibabu. Alafu inasemekana kwamba baada ya kumsaini Martin Zubimendi watakuwa wanaendelea either winga au vile vile pia mshambuliaji. Tunajua kwamba mara nyingi tumekuwa tukizungumza hapo kwamba Victor Gyökeres wa Sporting Lisbon na Benjamin Sesko wa RB Leipzig hawa ndio walengwa wakuu kama mshambuliaji nambari 1 wa klabu ya Arsenal, lakini vile vile pia Noni Madueke na Nico Williams wako katika orodha ya Arsenal katika masuala hayo ya kusaka mchezaji mwingine ambaye anakuja kuongeza nguvu katika safu yao ya shambuliaji. Kumbuka Thomas Partey mpaka sasa hivi hakuna kitu ambacho kinafikiwa kuhusiana na masuala ya mkataba mpya. Kwa hiyo hii by the end of this month atakuwa anaondoka katika ile klabu ya Arsenal. Baki na kama siku 9 tu peke yake kabla kwa mchezaji huru, na anaendelea kutafuta klabu nyingine ambayo atakuwa anajiunga nayo pale. Na kuna klabu ya Tottenham Hotspur imepeleka ofa ya kumuulizia winga wa klabu ya Bournemouth, tunazungumzia Semenyo ambaye ni Anton Semenyo, huyo ambaye alikuwa na msimu mzuri sana msimu uliopita na ni mmoja kati ya wachezaji ambao huenda wakaondoka katika ile klabu ya Bournemouth. Kumbuka tayari ameondoka Hudson, ameenda upande wa Real Madrid. Kuna Milos Keke siku ya Jumatatu utakuwa ni mali ya Liverpool. Sasa hivi pia huyu jamaa huenda akaondoka katika ile klabu ya Bournemouth. Kumbuka klabu ya Bournemouth imekataa ofa ya klabu ya Paris Saint-Germain ya kule nchini Ufaransa ambao walikuwa wanamuulizia Ilya Zabani kwa kima cha paundi milioni 55. Sasa Bournemouth wanataka angalau ongeze kidogo hiyo hela ili waweze kumuuza huyu defender ambaye atakuwa anahamia upande wa pili kule. Na vile vile pia kuna klabu ya Nottingham Forest imetangaza kumuongezea mkataba mpya mkufunzi wao, nazungumzia anaitwa Nuno Espirito Santo hadi mwaka 2028. Utakumbuka kwamba msimu uliopita alikuwa na kiwango kizuri sana na ile klabu ya Nottingham Forest. Sasa hivi wamemuongezea mkataba mpya ambao atakuwa anabaki pale. Kama unavyojua kwamba jana Liverpool alikamilisha uhamisho wa kumsaini Florian Wirtz kutoka klabu ya Bayer Leverkusen ya nchini Ujerumani, ambapo amesaini mkataba wa kudumu pale na lengo lake amesema kwamba ni kushinda mataji, haja kwenda kule kula bata tu. Lakini tunavyozungumza hivi sasa, ndani ya masaa 48 yajayo, kuna beki wa Liverpool ambaye anajulikana kama Jarell Konsa atakuwa anahamia Bayer Leverkusen. Maana kila kitu ameafikiana na kilichobaki tu swala la muda kabla Jarell Konsa kuwa mali ya Bayer Leverkusen. Biashara za Bayer Leverkusen na Liverpool zimekuwa zikifanya vizuri sana kwa siku za hivi karibuni. Ukiangalia Frimpong ameenda Liverpool, Wirtz ameenda Liverpool. Sasa hivi tu anataka kumchukua Jarell Konsa kwenda upande wa pili kule. Lakini vile vile pia klabu ya Brighton imeulizia uwezekano wa kumpata Harvey Elliott kutoka Liverpool. Maana huyu jamaa nafasi zake zitakuwa chache sana msimu ujao. Sasa Brighton wanataka kutumia nafasi ili kumchukua Harvey Elliott. Vile vile pia Liverpool wamemwambia Federico Chiesa kama anaweza akaondoka mwishoni mwa msimu na anaweza kaangalia klabu ambayo anaona kabisa inakuwa inamfaa ili aende upande ule wa pili kule. Na nikimalizia sasa, kuna klabu ya Galatasaray pia ya Uturuki imemuulizia Ilkay Gundogan kutoka Man City kama anaweza kushawishika kuhamia upande wa pili kule katika ile ligi ya Uturuki. Kumbuka tayari wamemsaini Leroy Sane vile vile pia ambaye ni Mjerumani. Advantage ya Ilkay Gundogan pia ana asili ya Uturuki kule. Kwa hiyo inaweza kuwa rahisi sana yeye kwenda kucheza katika ile ligi ya Uturuki. Kuna Marcus Rashford ameweka wazi kwamba lengo lake ni kuhamia Barcelona, kwamba Barcelona priority yao ni Nico Williams, lakini vile vile pia Anthony amekataa ofa ya kwenda katika klabu ya Como ya kule nchini Italia. Yeye anataka kubakia na klabu ya Real Betis, maana anaona hapo ndio alikuwa na msimu mzuri sana, kwa anataka abakie katika ile klabu ile ya Real Betis kuanzia msimu unaokuja, maana atakuwa anauzwa pale. Sancho pia ni moja kati ya walengo wa klabu ya Juventus. Juventus pia nao imeanza kuwasiliana na wakala wa Sancho kuona uwezekano wa kumpata either kwa mkopo au kwa mkataba wa kudumu. Kumbuka klabu ya Napoli pia bado inaendelea kumfuatilia Jadon Sancho ambaye aliachiliwa na Chelsea akarudi zake Manchester United. Ndo zoamisha kwa sasa, lakini mengi zaidi tutakuwa tunaendelea kuwapata ndani ya hii page. Kwa endelea kutegea tu, muda mchache ujao nitakuwa na drop nyingine, video nyingine safi sana ambayo inahusiana na masuala ya uhamisho. Kibamba Victor ndio jina la kwangu.